Mahakama ya Ufilipino imemhukumu Alice Guo, raia wa China, aliyedanganya uraia na kujipenyeza hadi kuwa meya. Sasa anakabiliwa na kifungo cha maisha gerezani baada ya kupatikana na hatia ya usafirishaji wa watu. Guo, aliyekuwa meya wa mji wa Bamban kaskazini mwa Manila, alikuwa akiendesha kituo kikubwa cha kamari mtandaoni kinachoendeshwa na Wachina, ambako mamia ya wahanga walilazimishwa kufanya ulaghai mtandaoni na kutishiwa kuteswa endapo wangesita kutekeleza maagizo hayo. Kituo hicho kilibainika baada ya mfanyakazi wa Kivietnam kutoroka na kutoa taarifa kwa polisi, hatua iliyosababisha operesheni ya uvamizi mnamo Machi mwaka 2024. Wakati wa uvamizi huo, zaidi ya watu 700 kutoka mataifa mbalimbali, wakiwemo wa Filipino, wa China, wa Vietnam, wa Malaysia, wa Taiwan, wa Indonesia na wa Rwanda walipatikana katika eneo hilo, pamoja na nyaraka zinazoonyesha kuwa Guo alikuwa rais wa kampuni iliyomiliki makazi hayo. Guo na washtakiwa wengine 7 wakiwemo raia wa kigeni, wote walihukumiwa kifungo cha maisha kwa mujibu wa mwendesha mashtaka wa serikali. 3 kati ya washtakiwa waliopatikana na hatia ya kuandaa mtandao wa usafirishaji wa watu, huku 4 wakipatikana na hatia ya kutenda vitendo vya usafirishaji. Guo mwenyewe alikamatwa nchini Indonesia mnamo Septemba mwaka 2024 baada ya kukimbia Ufilipino. Kesi hii imeibua hasira na mjadala mpana kuhusu kuongezeka kwa mitandao mikubwa ya utapeli mtandaoni kusini mashariki mwa Asia, tasnia ambayo ripoti ya Umoja wa Mataifa ilikadiria kuwa iligharimu wahanga hadi dola bilioni 37 mwaka 2023. Mashirika haya yalistawi kwa kasi nchini Ufilipino wakati wa utawala wa rais wa zamani Rodrigo Duterte, ambapo kampuni nyingi za kamari mtandaoni zilipewa leseni za kufanya kazi kote nchini humo. Hata hivyo, kufuatia kashfa ya Guo, Rais Ferdinand Marcos aliweka marufuku rasmi shughuli za kamari za kutoka nje ya nchi na kuamuru raia wa kigeni wanaojihusisha nazo kuondoka nchini humo katika juhudi za kukabiliana na kudhibiti mtandao huo.